Ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Nina kila sababu ya kumtukuza Mungu hata kwa ajili ya siku hii ya leo. Kuwa hemani mwa Bwana ni kwa rehema ya Kristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu hata kwa ajili ya maisha ya mtumishi Gideon pamoja na mtumishi na familia yake. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu hata kwa wale wanaendelea kufuatilia vipindi vyetu katika channel ya Gideon Online TV. Mungu aendelee kuwalinda na kuwatunza, na tunawakaribisha katika madhabahu ya Mlima Moria. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu hata kwa ajili ya umefika mahali hapa kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Tuendelee kuchuchumilia mbele za Mungu ili tuendelee kumuona Mungu hata katika kipindi cha Kwaresma. Bwana Yesu asifiwe sana, wateule wa Mungu. Basi siku ya leo tunaenda kujifunza katika kitabu chetu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari ule wa kwanza hadi wa 8. Kichwa cha habari cha somo letu siku ya leo kinahusu upendo. Haleluya, wateule wa Mungu. Upendo ni kitu cha muhimu sana juu ya maisha yetu. Upendo ni kitu cha muhimu sana hata kipindi hichi cha mfungo wa Kwaresma. Tunatakiwa tuwapende maadui zetu, tuwapende marafiki, tuwapende ndugu jamaa na marafiki. Haleluya, wateule wa Mungu. Kwa hiyo upendo katika maisha yetu ni kitu bora sana. Hata Yesu Kristo anateswa pale msalabani kwa ajili ya mimi na wewe ambao tumemtenda dhambi, lakini kwa upendo aliokuwa nao ameamua kuchukua dhambi zetu na kujitolea kuteswa pale msalabani ili nini? Kuniokoa mimi na wewe ambao tuko mahali hapa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Basi tufungue katika kitabu chetu cha Wakorinto wa kwanza ile sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa 8, nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Japosema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyo na utupu uvumao. Tena japokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, japokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama si upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena kujitolea mwili wangu niungue moto, kama si upendo hainifai kitu. Upendo huvumilia, hufadhili, upendo haudhulumu, upendo hautabiriki, haujivuni, hauwakosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwepo unabii utabatilika, zikiwepo lugha zitakoma, yakiwepo maarifa yatabatilika. Haleluya, wateule wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtume Paulo anatuambia kwamba nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyo tupu. Haleluya, wateule wa Mungu. Haijalishi wewe ni mtumishi wa Mungu, haijalishi wewe ni mwalimu, haijalishi wewe ni daktari, lakini kama huna upendo juu ya udaktari uliokuwa nao, hata mgonjwa hatapata nafuu. Kama huna upendo uliokuwa nao kwenye udaktari uliokuwa nao, hata yule mgonjwa ambaye unaongea naye hawezi kupata faraja. Lakini mtu wa Mungu ukiwa na upendo, kama we ni daktari, ukaongea na yule mgonjwa kwa upendo, atapata faraja, hata kupona hata kabla hujamhudumia. Haleluya, watu wa Mungu. Na ndio maana tunaambiwa tuwe na upendo. Upendo, usipokuwa na upendo ni kama shaba iliyotupu ivumao. Haleluya, wateule wa Mungu.
Upendo ni kitu muhimu sana kwenye maisha yetu, hasa katika hichi kipindi cha mfungo wa Kwaresma. Tunatakiwa tuwe na upendo. Yamkini unatakiwa kwenda kutembelea wagonjwa, ni upendo mojawapo. Kwenda kuwatembelea wajane ni upendo mojawapo. Kwenda kuwatembelea wafungwa gerezani ni upendo mojawapo katika maisha yako. Na sio wala hiki kipindi cha Kwaresma tu, mtu wa Mungu, siku zote za maisha yako, mtu ambaye umeamua kuokoka na kumfuata Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, unatakiwa siku zote uwe na upendo kwa wagonjwa, kwa mayatima, kwa wajane, kwa wazee wasiojiweza. Ni wewe mwenyewe, mtu wa Mungu, ujitolee kwa upendo uliokuwa nao, ili Mungu aendelee kukupenda zaidi, ili uso wa Mungu uendelee kuwa pamoja na wewe. Ni wewe kujitolea katika wale ambao hawajiwezi. Ndio upendo Mungu anaotafuta, au ndio upendo Yesu anaotafuta. Haleluya, wateule wa Mungu. Mstari wa 2 anasema, tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sio upendo sio kitu mimi. Haleluya, wateule wa Mungu. Unaweza ukawa na imani, unaweza ukawa wewe ni muombaji sana, unaweza ukawa wewe ni mtu wa kusifu sana, ni mtu wa kuabudu sana, ni mtu mwimbaji sana, lakini ukawa hata na maombi ya kuweza kuambia mlima huu ng'oka, nenda mahali fulani. Haleluya, watu wa Mungu. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba kama huna upendo, yote hayo unayoyafanya ni kazi bure. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Chochote kile unachokifanya, haijalishi wewe ni mtumishi wa Mungu, haijalishi wewe ni nani, chochote kile unachokifanya utakifanya kwa gharama kubwa sana, lakini kama huna upendo hutaweza kuona ufalme wa mbingu. Haleluya, wateule wa Mungu. Lakini ukiwa na upendo, kila unachokifanya hakika Mungu ataenda kukifanya chenye thamani kwako. Haleluya, wateule wa Mungu. Mstari wa 3 anasema ya kwamba, tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama si upendo haunifai kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Yamkini wewe ni tajiri, ukaamua kutoa mali zako kuwapa maskini, kuwapa magonjwa, lakini katika ule utoaji wa mali zako, je, unatoa kwa upendo? Unatoa kwa kuwapenda wale watu kutoka kwenye kilindi cha moyo wako, mtu wa Mungu? Au unatoa vile vitu kwa kunung'unika? Ni lazima uwe na upendo wakati wa kuwapa wale watu vile vitu. Zile mali zako unazowapa maskini kwa wakati ule, unatakiwa uwe na upendo, hata yule unayempa afurahie kile ambacho umempa, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Unaweza ukaongea na mimi hapa, yamkini mimi na shida fulani hivi, ukaongea na mimi kwa upendo, ukaniambia fulani, tatizo hili ni 1 2 3, nenda mahali fulani, nenda kanisa la Mlima Moria, utakutana na uponyaji mahali pale. Hii changamoto unayopitia, nenda mahali fulani, utakutana na mkono wa Mungu na utakuponya. Lakini ukiniendea kwa hekima na ukaniambia kwa upendo, nami nikachukua hatua ya kwenda pale mahali na nikapata uponyaji, baraka zako ziko juu mbinguni. Haleluya, wateule wa Mungu. Ndio maana neno la Mungu linatuambia kila unalolifanya, haijalishi unafanya kwa namna gani, kwa maombi ya aina gani, ukiyafanya kwa upendo, hakika Mungu hatakuacha, ataendelea kukupigania, ataendelea kukutetea wewe pamoja na familia yako. Haleluya, kanisa. Kwa hiyo siku ya leo tujifunze upendo, kuishi kwa upendo, kwa wagonjwa, kwa familia zetu, kwa watoto wetu, kwenye ndoa, kwa mume wako. Hebu ishi kwa upendo, mtu wa Mungu, ili familia yako iweze kuwa na amani. Unavyoishi kwa upendo na watoto wako, ndivyo amani inapokuwepo. Unavyoishi kwa upendo, unavyofanya biashara yako kwa upendo, ndivyo unavyopata wateja zaidi. Unavyoifanya kazi yako ya ualimu kwa upendo, ndivyo thawabu ya Mungu inavyoendelea kukujilia zaidi na zaidi. Haleluya, wateule wa Mungu. Mstari wa 4 anasema ya kwamba upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo
hauhusudu, upendo hautakabali, hauvunji, haujivuni. Haleluya, watu wa Mungu. Ukiwa na upendo huwezi kujivuna katika maisha yako. Ukiwa na upendo huwezi kumwona mwenzako amefanya kosa na ukaendelea kuchocholea lile kosa, ukaendelea kusema huyu ni mbaya, japokuwa ndio amefanya kosa. Lakini ukimwendea kwa upendo, ukaongea naye kwa upendo, hata lile kosa alilofanya yeye ataona sio kosa. Haleluya, wateule wa Mungu. Lakini tunavyoenenda kwa chuki au kwa vyovyote vile kwa wale waliotukosea, haleluya, watu wa Mungu, tunakuwa hatutendi mema. Hata tukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, katika kitabu cha Mathayo 5:43 anakuambia kwamba wapende maadui zako, waombee wanaokuudhi. Haleluya, watu wa Mungu. Kama huna upendo hutaweza kuwapenda maadui zako. Kama huna upendo hutaweza kuwaombea wale waliokukosea. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Upendo unaambatana na matendo kama hayo. Ukiwa na upendo hutajali kwamba huyu ni adui yangu, hutajali kwamba huyu anayenitesa ni nani, ni rafiki yangu, ni ndugu yangu, ni baba yangu, ni mama yangu, ni mtoto wangu. Hapana. Ukiwa na upendo, mtu wa Mungu, utawaombea ili Mungu aweze kuwabadilisha, wakapata kwenda kusimama katika njia iliyo sahihi, wakapata kwenda kusimama katika njia ya kumtumikia Mungu. Ukiwa na upendo unaweza kuwaendea ukawaambia, jamani, haya mambo mnayoyafanya hayampendezi Mungu. Kuabudu kwenye makaburi sio vizuri, kuabudu kwenye masale sio vizuri. Lakini ukaenenda kwa upendo na kwa hekima, hakika watakusikiliza, mtu wa Mungu. Lakini ukaenenda kwa hasira bila kutumia upendo wa Mungu, hawatakuelewa. Sana sana mtagombana. Adui yako aliyokukosea, haijalishi ni wewe umemkosea, haijalishi ni yeye amekukosea, ukaenda kwa hekima na upendo ukamwambia, ndugu yangu, ninajua nimekukosea. Haleluya, wateule wa Mungu. Ujinyenyekeshe ukamwambia, ndugu yangu, ninajua mimi nimekukosea, ninaomba nisamehe. Haleluya, wateule wa Mungu. Hata kama sio uliomkosea, muombe msamaha. Kwa sababu nini? Una upendo ndani yako, moyo wako umejaa upendo. Ukiwa umejaa upendo, mtu wa Mungu, hata kama nimekukosea mimi nitakuomba msamaha, kwa sababu mimi najua kabisa kwamba nimekukosea. Haleluya, wateule wa Mungu. Japokuwa hata kama sio kwamba mimi nimekukosea, haleluya, wateule wa Mungu, omba tu msamaha, jinyenyekeshe, sema tu nisamehe. Mungu hata kuacha, mtu wa Mungu, hata kuacha, hata katika jaribu unalolipitia, hata kuacha katika hata pito unalolipitia. Ni nini? Ni upendo ulioutengeneza kwenye kizazi chako, ni upendo ulioutengeneza kwa marafiki, kwa maadui, kwa sababu tumeambiwa tuwaombee maadui zetu, hata wale wanaotuudhi basi tuwaombee. Haijalishi ni mtoto wako amekuudhi, mtu wa Mungu, haijalishi ni rafiki yako kipenzi amekuudhi, embu muombee, kutokana na upendo ambao Mungu ameweka ndani yako, ambayo tayari umeshamjua Mungu, ukachukua hatua ya kuokoka na kuachana na makandokando yote, ukasema sasa yatosha haya nilikuwa napitia, nimeamua kumfuata Yesu. Embu kuwa na upendo wa kuamua kuwapenda wale wanaokuudhi. Kuwa na upendo wa kuamua kuwapenda maadui zako. Mtu wa Mungu, unavyompenda adui yako ndivyo Mungu atakavyoshughulika naye. Usichukue mzigo moyoni mwako, usichukue mzigo kwenye nafsi yako, ukaharibu upendo ambao Mungu ameweka ndani yako. Embu amini ya kwamba nitakavyomsamehe huyu ambaye yamkini ameniulia watoto, yamkini ameua biashara yangu, yamkini ameharibu elimu ya watoto wangu. Kama wewe ni mtu mwenye upendo, hutamchukia hata siku moja, mtu wa Mungu, bali utaendelea kumwombea rehema, utaendelea kumwambia Mungu msamehe, kwa sababu hajui anatendayo, nayo Mungu atamsamehe. Ni nini? Ni kutokana na upendo ulioko ndani yako. Ukiwa na upendo, ni lazima uachie moyo wako, mtu wa Mungu. Haijalishi unapita katika adha zipi,
Haijalishi unapita katika majaribu yapi, lakini ukiwa na upendo unaweza kuvuka lile jaribu ambalo unalolipitia. Ukiwa na upendo unaweza kuvuka changamoto ya umaskini uliokuwa nao. Ukiwa na upendo unaweza kuvuka hata kwenye magonjwa unayopitia. Haleluya, watu wa Mungu. Mstari wa 6 anatuambia ya kwamba haufurahii udhalimu, bali hufurahia pamoja na kweli. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Watu wenye upendo hawafurahii mabaya, hawafurahii udhalimu, bali huifurahia kweli. Haleluya, wateule wa Mungu. Ukiwa na upendo ni lazima ufurahie kweli. Ni lazima uwe mtu wa kusema kweli. Ni lazima uwe mtu ambaye ni msema kweli na wala sio mwongo. Ni lazima usiwe mtu ambaye ni wa kuchonganisha wenzako. Usiwe mtu ambaye ni wa kurudisha wengine nyuma. Usiwe ni mtu ambaye ni mchochezi. Ukiona fulani amefanya kosa, unaendelea kuwasha moto, badala kwa upendo ule uendelee kumwombea yule mtu ili Mungu aweze kumrehemu, aweze kubadilika katika yale anayopitia. Haleluya, wateule wa Mungu. Ukiwa na upendo hutaki kuwa mtu wa kujeruhi wengine. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Tukiwa na upendo tunatakiwa watu ambao wa kuweza kuwaliwaza wengine. Usiwe ni mtu wa kumvunja mtu moyo. Usiwe ni mtu wa kumjeruhi mwingine. Usiwe ni mtu wa kusema hapana, yule hawezi, mimi ndo naweza. Ukiwa na upendo, mtu wa Mungu, ni lazima ile kazi yako uifanye kwa hekima, kwa sababu unavyokuwa na upendo, naye Mungu anaweka hekima ya kiungu ndani yako. Unaenenda kwa kila ambacho unachokifanya, unaenenda kwa hekima ya kiungu. Lakini kama huna hekima, mtu wa Mungu, huna upendo, huwezi kuwa na hekima ya kuweza kukifanya kila ambacho kinastahili kufanywa. Haleluya, wateule wa Mungu. Mstari wa 7 anasema ya kwamba huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Mtu mwenye upendo huvumilia yote, hustahimili yote. Haijalishi ni majaribu, haijalishi ni mapito unayoyapitia, haijalishi ni changamoto unazozipitia, changamoto za watoto, changamoto za elimu, changamoto za fedha, changamoto za biashara. Ukiwa na upendo, yote hayo unavumilia. Na unavovumilia hayo yote katika ule upendo, mtu wa Mungu, ndipo Mungu anavyokutoa katika zile changamoto unazozipitia. Ndipo Mungu anavyokutoa katika lile jaribu unalolipitia. Ndipo Mungu anavyokutoa katika ule umaskini unaopitia. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Ukiwa na upendo huvumilia. Haijalishi wewe ni mgonjwa, mtu wa Mungu, umekuja mahali hapa, embu vumilia ili Mungu aweze kukutana na wewe. Vumilia, yamkini Mungu anataka uwe mahali hapa, angalie kiwango chako cha imani kiko vipi ili aweze kukuponya. Yamkini Mungu anaona akikuponya leo, kesho hutarudi tena, utarudi kwenye dhambi. Lakini anakuangalia akupime kiwango chako cha imani na hatimaye akuweze kukuponya, ili atakavyokuponya basi usimame katika mstari ulionyooka, useme hakika yuko Mungu anayeponya, hakika yuko Mungu anayeokoa. Haleluya, watu wa Mungu. Ukiwa na upendo unaweza kuvumilia yote hayo, lakini kama huna upendo utakuwa ni mtu wa kutangatanga hapa na pale. Unarudi kwenye masale tena kutambika, unarudi tena kwenda kumwaga pombe, unarudi tena kwenda kwa waganga. Lakini ukiwa na upendo, mtu wa Mungu, uliokuja mahali hapa, utakaa kwa uaminifu, utavumilia, utamwambia Mungu, tazama niko mahali hapa, ninasubiri wewe uniponye, ninasubiri kukutana na wewe Yesu. Haleluya, wateule wa Mungu. Mstari wa 8 anasema upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Haleluya, wateule wa Mungu. Upendo ni kila kitu katika maisha yetu. Anakuambia upendo haupungui neno wakati wowote.
Hakuna neno lolote litakaloweza kupungua kwako endapo utakuwa na upendo. Hakuna neno lolote litakaloweza kupungua katika utumishi wako endapo utakuwa na upendo. Hakuna neno lolote litaweza kupungua katika biashara yako endapo utakuwa na upendo. Haijalishi wewe ni mchungaji, haijalishi wewe ni nani, hakuna neno lolote litakalopungua endapo utakuwa na upendo. Mtu wa Mungu, tuweke upendo mbele katika maisha yetu, tuweke upendo mbele katika yale tunayopitia, katika changamoto tunazozipitia. Hebu tuweke upendo mbele. Tuamini ya kwamba Yesu anaweza, tuamini ya kwamba Yesu anaokoa. Haleluya, wateule wa Mungu. Nimetanguliza kusema ya kwamba katika hiki kipindi cha Kwaresma ni kipindi ambacho watu wanafunga, lakini wewe kama wewe mtu wa Mungu, embu amini ya kwamba yuko Yesu anaokoa, yuko Yesu anayoponya. Haleluya, wateule wa Mungu. Tuendelee kutembea katika upendo, tuendelee kuwalea watoto wetu katika upendo, tuendelee kufanya hata biashara zetu katika upendo. Haleluya, wateule wa Mungu. Hakika tutamwona Mungu na hata tuacha. Basi wateule wa Mungu, hebu tufunge macho yetu, tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Baba yangu na Mungu wangu, mfalme wa amani, Mungu mwenye rehema, nguvu, uweza na mamlaka, naliinua jina lako na kulibariki nikisema ni asante Yesu, hata kwa ajili ya ujumbe ulioachilia juu ya watoto wako hawa Bwana. Ninaomba ujumbe huu Mungu mfalme wa amani ukafanike mbegu nzuri ya kutukuka ndani ya mioyo yao Bwana. Kila aliyokuja mahali hapa Bwana akaamini ya kwamba upendo juu ya maisha yake ni kila kitu Mungu. Kila aliyokuja mahali hapa mfalme wa amani asirudi kama alivyotoka. Hata wale wanaofuatilia katika kipindi cha Gideon Online TV, Mungu mfalme wa amani ukawaguse Yesu, ukawaponye Mungu hata kwa kupitia neno hili. Ni katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini, na wote tuseme amen.